Naam, nipo na mchambuzi Mapunda, nimekuja kujadili naye baada ya jana kumwona bingwa wa ligi kuu ya NBC ambaye imefikia tamati pale jana. Yanga ameweza kuchukua ubingwa wake, lakini timu zote ambazo zilitakiwa kushuka na wengine zilikuwa zinapambania chini, hatimaye tumejua mwafaka wake na nani yupo chini. Ubingwa wa Yanga wa jana tutaujadili, lakini wapo watu wengi wanaozungumza kauli nyingi kuhusu ubingwa huu wa Yanga. Je, alikuwa anastahili kuwa bingwa kwa msimu huu? Tumsubiri kuona maneno yake na tafsiri yake ya maneno itakuwa vipi. Mchambuzi Mr. Opinion, mambo vipi? Fresh, niambie ndugu yangu. Good kabisa. Good. Kwema kabisa. Tumemaliza ligi, lakini pia tumemaliza ligi pia kwa majonzi na masikitiko kwa kile ambacho kimemkuta Pacome Pierre Zouzoua. Tunashukuru Mungu kwamba ligi imemalizika, lakini haijakuwa njema sana kwa Pacome Pierre Zouzoua. Na hili sio kwa wanayanga peke yake, hii nafikiri ni familia ya mpira wote. Tunahuzunika pamoja, tunasikitika pamoja kwa kile ambacho kimemkuta Pierre Pacome Zouzoua kwa kuweza kupata injury ambayo ni kubwa. Ni injury ambayo inaweza ikamweka nje takriban miezi 6 hadi miezi 4 hadi miezi 6. Naamini hatuweza kuwa katika pitch, na ukikaa nusu msimu tafsiri yake wewe msimu mzima utakuwa hauna performance. Kwa ni disaster kubwa sana kwa maisha ya soka ya Pierre Pacome Zouzoua, lakini pia na Young African na wana familia pia ya soka. Leta maneno ndugu yangu. Na familia ya maisha ya soka. Jana Yanga amekuwa bingwa, lakini watu wanasema hakustahili kuwa bingwa. Nataka tuijadili hii kauli kwanza kabla ya kuangalia mwanzo mzima wa msimu. Kwa nini wanasema hakustahili kuwa bingwa? Wanaosema hakustahili kuwa bingwa utawauliza maswali ya kimpira kwamba hakustahili kuwa bingwa kwa kipi, kwa sababu safari ya ligi kuu ili uweze kuwa bingwa unatakiwa ushinde mechi nyingi, ukusanye alama nyingi, lakini pia usiruhusu magoli mengi. Na hicho ndicho ambacho Young African amekifanya. Amecheza mechi 30, ameweza kukusanya alama takriban 75, na katika alama 75 ambazo amezikusanya viwango vya ufanisi ni 83.333 to infinity. Kwa ina maana kwamba kama angekuwa ni mwanafunzi yake amefaulu kwa banda, yani amepata A. 83 ni A na tena ni A nzuri tu ambayo ameweza kuipata. Kwa hiyo utakuja kumuuliza swali, ni timu ambayo imemaliza msimu ikiwa na magoli mengi ya kufunga, ni timu ambayo imemaliza msimu ikiwa na alama nyingi kuliko timu yoyote, ni timu ambayo imemaliza msimu ikiwa ina magoli machache ya kufungwa. Sasa ukisema kwamba haikustahili, aliyestahili haitakiwa kuwa nani? Kwa hiyo kimpira moja kwa moja ni swali ni kitu ambacho huwezi kukieleza kwa staili hiyo. Yanga ni bingwa, na kwa upande wangu mimi ni kwamba alistahili kuwa bingwa. Kama hakustahili kuwa bingwa, niletee ambaye anastahili alafu tuweze kumlinganisha sana bingwa, alafu tuseme kwamba kwa staili hii Yanga hakustahili kuwa bingwa. Labda kama una wako ambao umemsikia, mlete wewe sasa tuanze kumchambua sasa huyo na huyu nani alistahili kuwa bingwa. Bwana Mr. Opinion wanasema Simba alistahili kuwa bingwa kutokana na mechi ya dabi iliyomalizika kule Zanzibar na goli likikataliwa, lakini baadaye ile goli wakaja kulithibitisha bodi ya ligi na kamati ya ile masaa 72 kwamba ile ilistahili goli. Wapo wengi hususan mashabiki wa Simba wanasema kwamba hawakufanyiwa haki, pointi 3 zilibidi zifike. Hii unaizungumzia vipi? Lakini kwa unaoelewa wa sheria za mpira, wana haki ya kukata rufaa na kukubali sheria zetu zinaweza zikaruhusu hivyo za chama cha mpira? Of course ni kwamba ni kitu ambacho ni totally wrong. Uwezi kutafsiri mpira au matokeo ya mpira kutokana na goli kukataliwa la mechi fulani au kuwa offside goli fulani au kunyimwa penalty ukasema kwamba kwa matokeo yale ilistahili kuweza kuwa washindi, au ilitakiwa yule apewe kadi nyekundu kwa alafu ile wacheze pungufu alafu sisi tuweze kupata faida, tungeweza kushinda kama wangecheza pungufu. Sasa kimpira hiyo kitu haikipo, na ule utofauti ambao unauona ambao maumivu ya soka ndio raha ya soka ilipo. Umeelewa vizuri? Kwa sababu ukirejea hata katika hiyo mechi ambao wanasema kwamba Suleiman Mwalimu alikataliwa goli, umeelewa vizuri? Utakuja utauliza tena, mbona katika mechi ile pia Prince Dube alikuwa onside alafu refarii akasema kwamba ni offside? Na ukilipima tukio la Prince Dube lilikuwa ni tukio la kipindi cha kwanza,
Ni tukio ambalo lilitokea mwanzoni kabla ya goli la Suleiman Mwalimu. Na mara zote endapo ukiwa umeweza kufanikiwa kushinda kwenye big match, maana yake kwamba unabadilisha approach ya mchezo, umeelewa vizuri, unabadilisha mindset ya wachezaji na game atmosphere pia ina change. Vipi kama Yanga ile faida ya Prince Dube angeachiwa kwa sababu alikuwa onside, kwa sababu kwa nini alikuwa onside? Hata kamati yenyewe ilikuja kumwadhibu yule line 2 kwa kusema kwamba ulisema kwamba hii ni offside wakati haikuwa offside. Alipewa adhabu. Umeelewa vizuri? Aliweza kuadhibiwa. Kwa kama ingeweza kuachwa na Dube alikopo yeye ni 1v1 yeye pamoja na Tanja Kasali. Alikuwa anamuona golikipa macho kwa macho. Alikuwa na faida, ilikuwa ni open space ambayo yeye ilikuwa ni clear open ambayo angeweza kupata goli. Lakini refarii akasema kwamba hii ni offside. Yanga wakanyimwa ile nafasi ambayo ilikuwa ni golden chance, waliweza kunyimwa. Je, tuseme kwamba pale Yanga angeruhusiwa na Dube angefunga goli? Je, ni kweli Suleiman Mwalimu angepata hiyo nafasi ya kufunga goli likakataliwa? Umeelewa vizuri hapo? Kwa sasa tukidiscuss mpira kwa staili hiyo, inawezekana pia tukasema kwamba hatuna sababu ya kuheshimu maamuzi ya mwamuzi. Lakini pia ukija kuangalia Young African pia walipocheza mechi dhidi ya Azam, umeelewa vizuri, Prince Dube dakika za jioni kabisa alichezewa faulo na Fuentes Mendoza katika eneo la hatari, ilistahili kuwa penalty na ndio ilikuwa chance ya mwisho kwa Young African. Young African walinyimwa ile penalty. Sasa tuseme kwamba Young African wangepewa ile penalty, wangefunga, maana yake wangepata alama 3 dhidi ya nani? Ya Azam. Kama wangepata alama 3 dhidi ya Azam, umeelewa vizuri? Je, alama zao sasa hivi zingekuwa ni alama ngapi? Maana yake katika 75 ongeza 2. Yaani hapa tunazungumza nje ya mpira, yani tunaenda kwenye mawazo yao. Hii 75 ongeza alama 2 ili ziwe 77. Haya, wamepata 77. Na wewe kule wameweza kupata alama 3. Je, mngekuwa mabingwa bado? Kwa sababu Yanga yuko juu kwa alama 2 mpaka hivi sasa. Ongeza 2 bado Yanga anakuwa bingwa. Kwa sababu gani? Ana magoli zaidi ya kwako. Umeelewa vizuri? Kwa hata tukisema tuanze kufuatilia fact ndogo ndogo hizo, still bado unaona kabisa kwamba bado Yanga anakuwa anastahili kuwa bingwa. Na ukisema ufuatilie kwamba kukataliwa goli lililokataliwa ilistahili uweze kushinda, Yanga na leo hii watasema kwamba sisi tulistahili kucheza finali ya FA CRDB Federation. Kwa nini? Kwa sababu Laurindo Aurelio Depo alifunga goli, clear goal. Refarii alikataa mkono akasema kwamba ni offside. Umeelewa vizuri? Kwa ile offside ya mkono sisi tunaikataa offside ya mkono kama wadau wa soka kwamba Yanga alistahili kufunga na lilikuwa lishaingia golini. Umeelewa vizuri? Kwa tukianza kudiscuss mpira kwa staili hiyo, maana yake tunaondoka katika ethics za soka, tunaingia sasa katika miemko na emotion, hatuendi katika reality. Kwa mimi nafikiri reality ni kwamba Young African alistahili kuwa bingwa kwa kile ambacho ameweza kukicorrect. Lakini pia ukimrudia mwenyewe Simba, jiulize wewe Simba unataka kuwa bingwa vipi? Uliweza kumfunga Yanga ambaye ni bingwa mtetezi? Hujamfunga mechi zote 2, umetangulia goli 2. Umeelewa vizuri? Yanga akarudisha zote 2. Umeelewa vizuri? Na hiyo katika kurudisha hiyo comeback ambayo ilirudisha Young African, alinyimwa penalty Young African. Laurindo Aurelio Depo alichezewa faulo na Ismail Tule, lakini alipata faida, ikaonekana kwamba faulo amecheza nani? Laurindo Aurelio Depo. Refarii akitafsiri kwamba Laurindo aliponyanyua mguu alienda kucheza kwenye kichwa cha Ismail Tule, lakini kwenye picha za marejeo inaonekana kabisa kwamba Laurindo Aurelio Depo ndiye ambaye alistahili kunufaika na ile pigo huru, ingekuwa penalty. Umeelewa vizuri? Hapo pia atakwambia kwamba na Diala naye alimsukuma nani? Elim Panzu kama sikosei. Na ilistahili kuwa penalty kwa upande wa nani? Wa Simba. Sasa tukidiscuss mpira nje ya maamuzi ya mwisho ya mwamuzi, maana yake utaanza kupata doti nyingi. Huyu ataita hiki, huyu ataita hiki, ataita hiki. Lakini pia ukimwangalia Simba alishindwa kupata alama kwa Mtibwa Sugar. Kupata alama 3 kwa Mtibwa Sugar, kampunguzia alama, kachukua alama 1. Alishindwa kupata alama dhidi ya Azam. Azam kamchangia alama 4. Mtibwa huyu Simba. Ya kwanza kafungwa, ya pili katoa sare. Ameshindwa kupata alama dhidi ya TRA, alipata sare. Sasa wewe unataka kuwa bingwa kwa kupata alama za wapi? Kwa sababu wao wote walitakiwa uweze kukusanya alama ili uweze kuwa bingwa. Kwa Azam umemchangia alama 4 yeye za kuwa nafasi ya 3. Umeenda kwa Mtibwa umeweka kuchangia alama 4, lakini ulipata alama 1 kwake mechi ya kwanza, ya pili ndo ukapata alama 3. Kwa TRA pia hivyo. Unawezaje kuwa bingwa? Njoo kwa Young African. Young African amechangiwa alama 4 na nani? Na TRA. Amechangiwa alama 4 na nani? Na Mtibwa.
mmetai hapo, umeelewa vizuri. Lakini huko kwingine vipi? Kwa Azam ambaye amekuwa disaster kubwa, wameweza kugawana alama. Mechi ya kwanza wametoa suluhu, mechi ya pili wametoa suluhu. Kwa hiyo unajiuliza kati ya hawa watu wawili nani anastahili kuwa bingwa? Kwa tafsiri ya rais, Yanga aliweza kumfunga Simba mara 4 kwenye ligi, yani nje ndani mara 4 bila visingizio, bila nini. Kwa nini wewe safari hii ung'ang'anie kuwa bingwa kwa kumfunga Yanga kwa goli ambalo la kutafutiza? Kwa sababu hata ukiangalia hata Yanga wenyewe pia washakufunga goli kwenye mechi dhidi ya Simba na likakataliwa. Umeelewa vizuri? Lakini Yanga walitoka na ushindi. Stefan Aziziki katika ile goli ya 2-1 aliwahi kufunga goli, kipa akiwa Yakub Lakledi kama sikosei, alifunga goli likakataliwa, lakini Yanga waliendelea kufight na wakafunga, wakaondoka na ushindi. Kwa hiyo sasa ukisema tuanze kuhesabu magoli yaliyokataliwa kwamba haya ndio alistahili kwa ushindi, ndio alistahili kwa mabingwa, tunatoka nje ya mpira, tunaanza kuingia kwenye ushabiki na hisia. Yes. Lakini Mr. Opino, unavyoona kwa hizi lawama zote na nini, inaonekana kabisa ni sheria na waamuzi wetu hawako sahihi. Hichi kipengele unakizungumzia vipi? Kwa sababu malezmeni mara nyingi unasema wengine kabebwa, kafanya hivi, kanunua mechi nini, yote yanatokana kwenye uamuzi na malezmeni kwa kutokutafsiri sheria sahihi. Kwenye hiki unazungumza vipi? Of course kuna mapungufu mengi sana ya upande wa marefari. Marefari huwa wanaingia sana kwenye intention ya game. Yaani ile attention ya game ilivyo, na wenyewe pia wanaingia kwenye hiyo hisia ya game. Kama game ina tension kubwa, na wanaingia kwenye tension. Hicho ndio kitu ambacho marefari wengi sana huwa wanakosea. Wanashindwa kukaa katika sehemu ambayo wako fair position, kwamba mimi nitaamua huku kama ilivyokuwa huku. Hata ukilipima hata tukio ambalo alofanywa Pierre Pacome Zouzoua, refari alipoenda ile tukio alihukumu kwa kadi ya njano, lakini baadaye alipokuja kupima ukubwa wa jeraha akabadilisha maamuzi, akatoa red card. Lakini ukiangalia ukienda kisheria kabisa, last defender alikuwa nani? Ni Wahabi dhidi ya nani? Dhidi ya Pacome Pierre Zouzoua. Akaenda akacheza, na alipocheza amecheza total mwili, alistahili kupewa straight red card, lakini